Shetani huwa anatumia hila kuwatenga watu na viongozi wenye sifa. Ni uamuzi mbaya wa kujitenga mwenyewe na kiongozi mwenye sifa au maono ya Mungu aliye hai. Hapa kwenye kipengele kilichopita tunaona huyu Eli au mchawi ndiye aliyekuwa anapambana ili amtenge, ili amtoe huyu liwali kwenye ule umoja wa kiroho ambao alikuwa anauendea. Lakini wakati mwingine watu hao wenyewe wanaamua kujitenga kwa kuwa na uamuzi mbaya. Watu hao wenyewe wanaamua kujitenga na kiongozi mwenye sifa. Yaani wao wenyewe kwa hiari yao wanaamua kujitenga na kiongozi mwenye sifa. Maandiko yanasema kuhusiana na Mtume Paulo, alikuwa na wafuasi wake. Mmoja wao alikuwa ni Dema. Lakini maandiko yanasema Dema akiupenda ulimwengu wa sasa aliniacha kule Thesaloniki. Yaani aliamua kujitenga ye mwenyewe. Yaani ye mwenyewe hakuona ile potential ambayo ilikuwa kwa Paulo. Akuona ile thamani, akuona faida ya hiyo neema ambayo Mungu alimpatia ya kuwa karibu kabisa na mtu muhimu katika historia ya kanisa, Mtume Paulo. Lakini akaamua yeye mwenyewe, akawa na uamuzi mbaya wa kujitenga. Kama kujitenga na kiongozi mwenye sifa, mwenye maono ya Mungu. Kusoma kwenye Yohana 6:66 mpaka 69. Maandiko yanasema pia kuna watu walioamua. Maandiko yanasema watu wengi wakarejea nyuma, wasiambatane naye tena Yesu. Yaani wale makutano wakaamua wao wenyewe, baada ya kuambiwa neno la Mungu na Yesu, lakini wao kwa sababu hawakulipokea na hawakukubaliana nalo, uamuzi waliofanya wakaamua kujitenga na kuondoka. Na ndipo tunaona Yesu akiwageukia wanafunzi wake wale mitume na kuwauliza, je, na ninyi mnataka kuondoka pia? Lakini tunapata jibu la Petro akiwawakilisha wenzake, anasema twende kwa nani, na wewe unayo maneno ya uzima. Na kikwazo kingine ni kukosa utayari wa kulipa gharama. Umoja una gharama zake, na gharama zake kwanza ni kutoa. Tunapoliangalia kanisa la siku za kwanza kwenye ile Matendo 5 mstari wa kwanza tunasoma hivi: lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali. Unaona, huyo Anania na Safira waliuza mali. Lengo lake au sababu ya kuuza mali, ukiendelea na wengine pia,
waliuza mali, waliuza vitu vyao, lakini lengo lao walilokuwa nalo, kama ambavyo tumesema ya kwamba kila umoja unakuwa na malengo yake. Maandiko yanasema ya kwamba huyu Anania na Safira walipokuwa wameuza mali yao, lengo lake ilikuwa ni kuleta, walikuwa wamekubaliana kuleta kwa mitume, ambayo hiyo mali ilikuwa inatumika kwa pamoja kama kwa shirika. Lakini ukisoma pia kwenye ule mstari wa 32 mpaka 35 anasema hivi: na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye amewapa wote wamtiio. Wao waliposikia wakachomwa mioyo yao, wakafanya shauri kuwaua. Lakini mtu mmoja Farisayo, jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo. Akawaambia, enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatenda watu hawa. Anaendelea hapo, anazungumzia kwamba kuliwahi kutokea na mtu mmoja anaitwa Theuda, aliweza kupingana na kile ambacho mitume walikuwa wanafanya, pamoja na kwamba alionekana kufanikiwa, lakini baadaye tunaona hakuweza kufanikiwa, aliishia njiani. Kwa hiyo tunaona umoja ambao walikuwa nalo kanisa, ambao walikuwa tayari kulipa gharama. Huo umoja uliweza kufanikiwa kwa sababu ya utayari wa kutoa. Lakini sio tu kutoa, lakini pia kujitoa. Kuna tofauti ya kutoa na kujitoa. Lakini mnapoamua kufanya jambo lolote, au mnapokuwa na malengo ya umoja, ni lazima kuwa na utayari wa kulipa gharama, utoaji ambao unampendeza Mungu, kama ambavyo tumeona hawa Anania na Safira waliweza kuangamizwa kwa sababu ya utoaji wao mbovu, kwa sababu ya kusema uongo, kwa sababu ya kuzuia sehemu ya pesa ambayo ilipaswa kutolewa kama ambavyo walikuwa wamekubaliana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na jambo jingine ni kutotiririka na watumishi wa kweli wa Mungu wenye sifa au maono. Najua Yoshua alipokuwa anawaongoza wana wa Israeli, alifika mahali akaona hawa watu hawaendani naye, hawaendani na maono ya mtumishi wa Mungu Yoshua, maono ambayo Mungu alikuwa amempatia. Kwa hiyo walikuwa watiririki pamoja, hawaendi sawa sawa na yale ambayo mtumishi wa Mungu anayasema, mtumishi wa Mungu anayaelekeza. Na baada ya kuona hilo,
tunaona Yoshua akiwataka watu waweze kuamua. Kwenye ile Yoshua sura 28 mstari wa 15 anawaambia watu, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo aliona kikwazo cha watu kutokukubaliana na yale ambayo mtumishi wa Mungu anampatia. Kwa hiyo kutotiririka na watumishi wa kweli wa Mungu wenye sifa ni kikwazo cha umoja ndani ya kanisa, lakini pia umoja wa kitaifa. Lakini jambo lingine ambalo linaondoa umoja ndani ya kanisa na katika taifa ni ubinafsi. Tunaposema ubinafsi, ni ubinafsi wa kufanya jambo kwa ajili ya watu badala ya Mungu. Yaani unakuta watu wengi chochote wanachokifanya wanakifanya kwa ajili ya watu, kuwapendezesha watu au kuwaridhisha watu, badala ya kufanya kwa ajili ya Mungu. Jambo lolote ndani ya kanisa mtu analolifanya, anatakiwa ajue ya kwamba anafanya kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya mtu fulani, sio kwa ajili ya mchungaji. Na watu wengi ambao hawafanyi kwa ajili ya Mungu ndio rahisi sana kuishia njiani. Hao ndio ambao ni rahisi hata kuzira. Kama alikuwa anaimba kwaya, ni rahisi kusema sasa basi sitaendelea na kwaya. Na hiyo inatokea kwa sababu huyo mtu hakuwa amejua ya kwamba kile anachofanya afanyi kwa ajili ya mwanadamu, ampendezi mwanadamu, bali anampendeza Mungu. Anafanya kwa ajili ya Mungu, amfanyii mchungaji, alifanyii kanisa, anafanya kwa ajili ya Mungu. Hata kama ni utoaji, anaelewa ya kwamba mimi ninatoa kwa ajili ya Mungu. Anapoelewa kwamba anafanya kwa ajili ya Mungu, sio rahisi kutoka yule mtu, sio rahisi kumtoa kwenye umoja wa kanisa, lakini hata pia umoja wa kitaifa. Sio rahisi kumtoa huyo mtu, kwa sababu yeye anajua ya kwamba anafanya kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya mwanadamu. Na ndio maana kuna watu wengi ambao wameshindwa kuwa na umoja wa kweli na watu wengine katika kanisa na kitaifa, kwa sababu wao mtazamo wao wanafanya kwa ajili ya mtu fulani, kwa ajili ya nafanya kwa sababu ya mtu fulani mwenye cheo, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, au ni tajiri, au sababu yoyote ile nyingine. Na hiyo ndio imesababisha una msamiati mpya ambao upo kwenye taifa letu, wanasema uchawa. Uchawa, yani mtu anafanya kwa ajili ya, yani ni kama vile anakuwa mtumwa wa mtu. Badala ya kufanya kwa ajili ya Mungu, anafanya ili aonekane
na huyo mtu anayefanya kwa ajili yake. Na tunaona Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mnapofanya jambo lolote msifanye ili mtazamwe na watu, bali fanyeni kwa ajili ya Mungu, na Mungu aonaye sirini kwa kile ambacho umekifanya, Yesu akasema atawajaza kulingana na kile ambacho umekifanya. Lakini mtu anayefanya kwa ajili ya watu ndio hao wanaolaumu. Nimefanya 1, 2, 3. Mchungaji haoni, wazee wa kanisa hawaoni. Usifanye ili uonekane na watu, fanya ili uonekane na Mungu, kwa sababu watu hawana baraka yoyote ya kukubariki. Hata mchungaji anategemea baraka ya Mungu. Kwa hiyo hata kama mchungaji ataomba maombi ya kukuombea kwamba Mungu ubariki, ya kumwomba Mungu ili wewe ubarikiwe, lakini kama wewe unafanya kwa ajili ya watu na Mungu ndiye anayeona, siamini kama atakubariki. Japo mchungaji atakuwa anataka ubarikiwe, lakini kitakacho kukosesha ni kwa sababu mchungaji anatazama kwa macho ya kimwili. Anaona unafanya vizuri, anaona unaimba vizuri, anaona unajitolea vizuri, lakini unafanya kwa ajili ya nani? Mungu atusaidie sana. Kama unafanya kwa ajili ya watu badala ya Mungu, huo ni ubinafsi. Lakini ubinafsi mwingine ni wa kufanya kwa nje na sio kutoka ndani ya moyo. Huo pia ni ubinafsi. Unafanana na maelezo ambayo nimeelezea. Na tunaona kwenye hilo eneo Yesu aligombana sana na Mafarisayo. Anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo, kwa sababu mnafanya mambo yenu ili muonekane na watu. Na Yesu akawaambia, kwa sababu hiyo mtapata hukumu iliyo kuu, kwa sababu mnafanya ili kujionyesha. Mkipita masokoni muonekane na watu. Unajua watu wanatafuta sana umaarufu wa dunia hii kuliko kutafuta umaarufu kwa Mungu. Wanatafuta sifa za dunia hii, waonekane kuwa wao ni watu wakubwa kwenye dunia hii kuliko kuonekana mbele za Mungu. Wanasahau kwamba wanatakiwa kuonekana mbele za Mungu. Na vile vile ubinafsi wao unawafanya wafanye kwa msukumo wa shetani. Yaani yale wanayoyafanya wanasukumwa na shetani kufanya, kama ilivyokuwa kwenye ule mnara wa Babeli. Walikuwa wanafanya kitu kizuri, lakini unaona kwenye ile Mwanzo 11:4 anasema, unaona anavyoelezea walipokuwa, yani malengo yao, kwa nini wameamua kuwa na huo umoja. Kwa nini wameamua kuwa na huo umoja? Anasema malengo yao, wanasema tukajifanyie jina, tujenge mji na mnara, tukajifanyie nini? Jina, tukajifanyie jina. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani badala ya kufanya jambo ambalo lingeweza kumpa Mungu utukufu, wao wakawa na jambo lao litakalowapatia wao jina, wakawa na ubinafsi. Na tayari tumeshaona
Mungu anapendezwa na umoja, na ndio maana Mungu akaamua kuwashughulikia upesi, akawatawanya na kusudi la Mungu likaweza kutimia. Lakini jambo jingine linaloondoa umoja ni unafiki. Unafiki kama ambavyo tumeona ya kwamba umoja wote ule unatokana na umoja wa kweli, unatokana na msukumo wa ndani wa kile ambacho watu wameamua kukifanya. Sasa wakati yale maamuzi yanapofanyika, kunakuwa na wengine ambao hawakukubaliana na yale maamuzi. Yaani wamekubali kwa nje, lakini kwa ndani wanakataa. Yaani hata hapo ambapo mkutano umefanyika au makubaliano yamefanyika ya mapatano, unakuta wengine wamefanya nini? Ndani ya mioyo yao wanakataa, yaani wanapinga kabisa, wanasema hiki kitu japo kimepitishwa, lakini mimi sikubaliani nacho. Na ili kujua kwamba hao ni wanafiki, utawaona kwenye kutenda, kama ilivyokuwa kwa Anania na Safira. Tumeshasema umoja unadumishwa pia na kutoa na kujitoa. Kwa hiyo unaona watu wanashindwa kuweka nguvu zao hata kwa yale ambayo wamekubaliana, yale mapatano, wanashindwa kuheshimu hata yale mapatano. Na kibaya zaidi, yale mapatano, unajua hapa ninazungumzia kanisa, ninazungumzia pia na taifa. Sawa? Sasa hapa tunaona hata ndani ya kanisa watu wanakuwa ni wanafiki. Ndio maana kwenye ile Matendo 5 Anania na Safira alipoanza Anania, wote waliulizwa swali kwamba imekuwaje ninyi kuvunja yale mapatano na kusema uongo na kupatana kusema uongo? Imekuwaje ninyi kufanya tofauti na yale makubaliano ambayo tulikubaliana pamoja na ninyi mkiwepo, lakini ninyi mmefanya tofauti? Tatizo la Anania na Safira alikuanzia siku ile walipoulizwa na Petro na wakaanguka wote wakafa. Tatizo la Anania na Safira lilianzia kwenye kile kikao cha mapatano walipokuwa wanakubaliana. Hawakuinua sauti zao kusema, lakini Bwana, sisi haya mapatano hatujaelewa au hatukubaliani nayo vizuri. Na wangekuwa wa kweli wangesema, hata kama wangekuwa wanadaiwa wangesema tu pale kwenye makubaliano kwamba lakini sisi kweli mlivyosema kwamba tuuze vitu, tulete hela yote, sisi kuna hela fulani tunadaiwa, kwa hiyo tukishakuuza tutachukua sehemu ya hiyo pesa, tutalipa deni, wala isingekuwa na shida. Lakini wao walinyamaza, ijalishi zile hela walizoamua kuziondoa baada ya kuuza mali yao. Haikuwa na shida kama wangekuwa, hatujui kama walikuwa wanazitumia kwa kitu gani au walizipeleka wapi, ila maandiko yanasema wakaficha. Sijui sasa walikuwa wanaficha kwa ajili ya nini. Lakini hata kama, ndio maana Petro anawaambia hicho kiwanja mlichokiuza akikuwa kwenye maamuzi yenu, yaani mlikuwa na namna yoyote ya kusema kwamba sisi tutaleta nusu ya fedha ya kiwanja na hii nusu nyingine tutabaki nayo. Lakini unaona wakakaa kimya, hawakusema. Lakini hawakusema ni wanafiki kwa sababu gani? Yaani wakati hayo yanajadiliwa na kukubaliwa, na wao walikuwepo, lakini hawakusema kitu, alafu wakaja kufanya tofauti. Na unaona wakati huo, kwa sababu
misingi ya kanisa ilikuwa inawekwa, unaona Mungu alichokifanya. Ililazimu watu wafe. Sasa hivi watu wanajiuliza, wanasema mbona watu wanasema tu uongo hata mbele ya madhabahu, wanaweka nadhiri za uongo na watekelezi. Imekuwaje? Ni neema ya Mungu ya wakati huu inayowataka watu wafanye nini? Wafikirie toba. Mungu tu anawavumilia ili waweze kujisaisha na kufikiria toba. Lakini wakati ule Mungu alifanya hivyo kwa sababu ndio alikuwa anaweka msingi wa kanisa. Kwa hiyo hilo jambo lilikuwa linaonyesha ya kwamba kanisa linatakiwa liweje. Kanisa linatakiwa liwe na hofu ya Mungu, lakini pia kanisa lisiwe na unafiki. Ndio maana Yesu anawaambia pia wanafunzi sehemu nyingine, jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Na ukisoma kwenye Biblia unaona wakati mwingine wanafunzi wa Yesu walikuwa wagumu kumwelewa Yesu. Walipoambiwa chachu wakaanza kufikiria mikate. Lakini baadaye Yesu anawafafanulia, anawaambia nilipowaambia chachu ya Mafarisayo sio chachu ya mikate. Ninawaambia mjihadhari na mafundisho yao, kwa sababu wao wanachokifundisha hawakifanyi, wako kinyume na vile wanavyofundisha. Kwa hiyo inabidi mjihadhari. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Unafiki ni kitu kibaya kabisa, hakifai. Lakini pia kikwazo kingine, tumezungumzia juu ya kuwezeshwa na nguvu ya Mungu, na hiyo nguvu ya Mungu ndio inayompa mtu kujiamini. Sawa? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mtu anayemtegemea Mungu, kwenye Zaburi anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Kama milima inavyouzunguka Yerusalemu, ndivyo Mungu pia anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Kwa hiyo mtu anapokuwa amejitambua, sawa, haleluya, anapokuwa anajitambua na anamjua Mungu wake na nguvu zake, haleluya, inampa kujiamini, inampa kujiamini, inampa kutembea kifua mbele. Kwa hiyo hata shetani anapokuja na jambo lolote la kumogopesha ili atoke kwenye ule umoja, shetani hawezi kufanikiwa. Hawezi kufanikiwa. Kwa sababu gani? Huyu mtu kuna nguvu iliyo nyuma yake anayoitegemea, ambayo hiyo nguvu ni kubwa kuliko ile nguvu ya kinyume inayomtisha. Tuko pamoja? Yaani shetani anatumia mbinu nyingi kuondoa umoja ndani ya kanisa. Shetani anatumia njia nyingi kuondoa umoja wa kitaifa, umoja wa kweli wa kitaifa. Lakini wale wote ambao wanasimama katika ule umoja, iwe ndani ya kanisa, iwe katika taifa, hawawezi kusimama bila kutegemea hiyo nguvu. Hiyo nguvu ndio inayowawezesha kuwa katika ule umoja wa kweli. Ndio maana kwenye Zaburi ya 20 mstari wa 7 anasema hao wanataja magari au wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Kwenye Yeremia anasema amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu
lakini moyoni mwake amemwacha Mungu. Yaani ameshindwa kutegemea ile nguvu iliyo nyuma yake inayoweza ikamsaidia. Yesu akawaambia wanafunzi wake watawapeleka magerezani, watawashtaki. Kuna wakati watawashtaki na kuwapeleka magerezani, lakini wakifanya hivyo msifikiri, msijione mko wenyewe. Mungu atakuwa pamoja nanyi na atawawezesha. Mtashinda kwa kuwezeshwa na Mungu. Ndio maana Mtume Paulo pia anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anasema na katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye Yesu aliyetupenda. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mashujaa wote wa imani pia walitegemea nguvu ya Mungu iliyokuwa nyuma yao. Kwa hiyo hawakuweza kutolewa kwenye ule umoja, hawakuweza kutawanywa na adui na kutoka katika ule mmoja, kwa sababu kulikuwa na nguvu ya Mungu ambayo walikuwa wanaitegemea iwawezeshe. Na unapomtegemea Mungu na nguvu zake, ndio maana maandiko yanasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Unapomtegemea Mungu na nguvu zake kuna faida nyingi, lakini moja ya faida ni kukufanya wewe udumu katika ule umoja ndani ya kanisa na umoja wa kitaifa katika yale mambo ambayo yanampendeza Mungu, ambayo hata Mungu anayataka yawe, anataka yatimie, anataka yatokee. Lakini kama ambavyo tumesoma pia, moja ya jambo jingine linalosababisha kukosekana kwa umoja ni kukosa hofu ya Mungu. Nimezungumza habari za Anania na Safira. Hawakuungana na wenzao kwa sababu tu hawakuwa na hofu ya Mungu. Walikuwa wanafanya yale mambo kimazoea, yaani hawamwogopi Mungu. Wangekuwa wanamwogopa Mungu, wasingekuwa na huo ujasiri wa kusema uongo mbele ya mtumishi wa Mungu Petro. Wasingekuwa na ujasiri wa kumdanganya. Lakini kwa sababu hawakuwa na hofu ya Mungu, hofu ya Mungu ilishaondoka kwao. Kwa hiyo walikuwa wanaona hata kama tutasema uongo hakuna kitu kitakachotokea. Lakini kumbe siku hiyo ndio ilikuwa wao ndio wawe sababu ya wengine kupata hofu ya Mungu. Walipokufa, maandiko yanasema kanisa, kutokana na lile tukio la kufa kwa Anania na Safira, maandiko yanasema kanisa likaingiwa na hofu ya Mungu, likawa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo watu kama hawana hofu ya Mungu, ni ngumu sana kuwa na umoja ule ambao Yesu aliuomba. Watu kama hawana hofu ya Mungu, hata katika taifa ni ngumu sana kuwa na umoja utakaoliletea taifa ushindi au kukabiliana na changamoto zozote zile za kitaifa. Tunaona wakati ule wa kanisa la kwanza, Mfalme Herode alipomkamata Petro akamweka gerezani,
Maandiko yanasema kanisa likaomba kwa bidii, yaani na Mungu akatenda muujiza, kwa sababu lilikuwa na hofu ya Mungu, na kwa sababu hiyo liliweza kufanya sawasawa na neno la Mungu. Kusoma kwenye Wafilipi 2:12-13 anasema, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa sababu atendaye kazi ndani yenu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ili kudumisha umoja ni lazima iwe ni kanisa au taifa liwe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu itasababisha watu kushikamana pamoja, na ndio maana unaona baada ya Anania na Safira kufa, kanisa likashikamana. Yaani hakuna, Biblia inasema hakuna ambaye walishaona kile ambacho Mungu amekifanya. Kwa hiyo hakuna ambaye tena alileta mzaa, na wote wakawa wakikubaliana jambo wanafanya kama ambavyo wamekubaliana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini kikwazo kingine ni malengo ya kinyume yasiyomhusisha Mungu. Malengo ya kinyume yasiyomhusisha Mungu. Lakini tunapozungumzia Mungu ni pamoja na neno lake. Malengo ya kinyume yasiyomhusisha Mungu. Kwa hiyo unaona Adam na Hawa kwenye ile Mwanzo 3:6-7, baada ya kumsikiliza shetani wakawa na malengo ya kinyume na Mungu, na ndio hayo malengo yaliwatoa katika umoja. Wakaamua kufanya kinyume na neno la Mungu. Lakini pia kama ambavyo tumeona kwenye ule mnara wa Babeli, walikuwa na malengo ya kinyume ambayo hayakumhusisha Mungu. Yaani wao ule mradi wa kujenga mnara hawakuwa wamemhusisha Mungu. Na hawakumhusisha Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wanaelewa Mungu yuko kinyume na ule mradi. Kwa sababu walikuwa wanaelewa neno la Mungu au mapenzi ya Mungu ni kwamba wao watawanyike, sio wakae mahali pamoja. Lakini kwa sababu ya kutimiza ile tamaa yao, wakaamua kufanya tu bila kumhusisha Mungu. Kwa hiyo hilo jambo likawa halina kibali kwa Mungu. Na tatizo ambalo linawapata vijana wengi hasa kwenye mambo ya hao ambao wajiingia kwenye ndoa, anapoamua kufanya jambo kwa tamaa yake, anaelewa kabisa kwamba hiki nikifanya bila kumhusisha Mungu kitaletea matatizo, na wengi wameingia kwenye majuto kufanya vitu ambavyo hawakumhusisha Mungu kikamilifu. Kwa hiyo mtu anaamua, ndio hiyo sasa imetokea hata ndani ya kanisa. Watu wengi hawamhusishi Mungu katika mipango yao, wanachukuana, alafu baadaye ndio wanakuja kutuambia tubariki ndoa. Sasa kibaya zaidi, wanavaa na mashela. Watu wameshakuwa na watoto hata wawili wangapi, wanavaa eti na mashela na wanataka wachangiwe. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine hata maisha yao yanakuwa ya tofauti kwenye ndoa, hayaendi vizuri kwa sababu hilo jambo aliamua kulifanya nje ya Mungu.
Na kwa sababu amelifanya nje ya Mungu, lazima kuna kulipa gharama tu. Jambo lolote ambalo alikupata kibali kwa Mungu, uko kuzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika, kwa sababu njia zako zote ni safi machoni pako mwenyewe. Anasema njia za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, lakini Bwana huzipima njia za huyo mtu. Na kwa sababu hiyo anasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Lakini ukiziona tu kwamba hizo njia unazozifuata ni safi, zitakuwa safi machoni pako, lakini inawezekana zisiwe safi machoni pa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kumhusisha Mungu. Na kikwazo kingine ni kuwainua watu badala ya Mungu. Hilo nalo linaondoa umoja. Kuwainua watu badala ya Mungu linaondoa ule umoja na Mungu. Na ndio umoja wa kweli, umoja na Mungu. Yaani umoja wa aina zote zile unaanzia na Mungu, alafu ndipo unapokuja kwa wengine. Lakini kikwazo kingine ni maono yanayotokana na ufunuo wa shetani. Tumeshaona huyo Nimrod alikuwa ule ufunuo au maono yale hayakuwa ya Mungu. Lakini pia ni maono yanayotokana na roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu. Kwenye ile Mathayo 16:17 kipengele B, Yesu anasema nyama na damu hazikukufunulia. Anamwambia Petro kile ambacho Petro alikiona na akajibu. Yesu anasema kwa sababu alijibu kwa usahihi, kwa sababu hakufunuliwa na nani? Na roho yake. Ile kusema kwamba Yesu ni Masihi wa Bwana, hakufunuliwa na roho ya mwanadamu, bali alifunuliwa na Baba wa mbinguni. Lakini pia kwenye kile kipengele ule mstari wa 17C kwenye hiyo Mathayo, tunaona anasema ni Mungu alimfunulia, ni Baba wa mbinguni aliyemfunulia, sio mwanadamu. Kwa hiyo hapo tunaona maono ambayo yanaweza yakamfanya mtu aendelee kwenye ule umoja ni maono ya Mungu. Tunaona kule kwenye ule mnara wa Babeli, ule mnara kwa sababu hayakuwa maono ya Mungu au kuweza kuendelea. Sawa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ufunuo, kuna ufunuo aina tatu. Huu ufunuo wa shetani anasema na milango ya kuzimu. Na milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Yaani ule ufunuo wa shetani ambao ni kinyume na umoja hauwezi kushinda. Lakini jambo jingine ni woga. Woga unaondoa umoja. Mungu atusaidie sana. Woga unaondoa umoja. Tunaona wakati Yesu anakamatwa, kabla Yesu hajakamatwa, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamhakikishia Yesu kwamba
watakuwa na umoja naye. Na Petro aliapa akasema, haiwezekani, mimi nitapambana, nitakuwa na wewe mpaka dakika ya mwisho. Lakini Yesu akamwambia, kabla ya jogoo kuwika utakuwa umenikana mara 3. Na tunaona baada ya Yesu kukamatwa na kuanza kupata mateso, baada ya kuanza kuteswa, yale mateso jinsi yalivyokuwa makali, ule umoja ambao walikuwa nao mitume pamoja na Yesu ukawa umeharibika, kwa sababu hawakuungana tena. Wengine wakawa wanafuatilia kwa mbali wakiangalia kile ambacho kinatokea, wengine yani wakawa mbali kabisa. Kwa hiyo ule umoja ukawa haupo tena. Lakini kilichosababisha ni woga. Ndio ukisoma kwenye Timotheo wa pili 1:7 anasema, hatukupewa roho ya woga, roho ya hofu na ya mashaka, bali roho ya nguvu na ya ujasiri. Hata ndugu zake Daudi na wenzake pamoja na mfalme Sauli walioshindwa kumkabili Goliath, maandiko yanasema kila wakati ambapo Goliath alikuwa anajitokeza na kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai, maandiko yanasema watu walikuwa wakiogopa sana. Hata pale Daudi alipokuja, maandiko yanasema Goliath akajitokeza kama desturi yake, kama alivyozoea, na watu pia wakaogopa sana. Kwa hiyo oga unaharibu sana umoja. Oga metokea, labda kiongozi amekamatwa, yuko mahabusu, watu wakifika pale kwa ajili ya kumtazama, kumwangalia tu au kumjulia hali, wakitishwa, wote wanaogopa. Wanaambia, na ninyi tutawaweka ndani. Wote wanaogopa. Ndio maana kwenye nyaraka zake Mtume Paulo anasema ya kwamba hata wale watu ambao walikuwa wamewategemea na kuwatumaini walimwacha. Yaani yeye yuko gerezani, lakini wale watu wamemwacha. Mungu atusaidie sana. Wamemwacha, yani wakawa hawana habari naye tena. Woga unaondoa nini? Umoja. Lakini kingine ni roho ya kutamani na kupenda fedha ya aibu kuliko Mungu. Ndio inayosababisha usaliti. Sikiliza hapo. Tunapoangalia kuhusiana na Elia na Elisha kwenye Wafalme wa Pili sura ile ya 5 mstari wa 16 na ule wa 20, tunaona zile zawadi ambazo Naamani alitaka kumpa Elisha. Elisha alizikataa, akuongozwa na Roho wa Mungu kuzichukua hizo hela au hizo zawadi, alizikataa. Na tunaona Naamani akimshurutisha na kumlazimisha Elisha apokee hizo zawadi, lakini maandiko yanasema ya kwamba Elisha akasema, kama aishivyo Bwana, sitaweza kupokea zawadi yoyote. Lakini tunaona mtumishi wake akatamani. Ndio maana ule mstari wa 20 unasoma ya kwamba akamfuatia tena Naamani baada ya kuwa ameondoka, akamdanganya, akamwambia kwamba
kumetokea dharura, kwa hiyo bwana wangu Elisha amenituma unipatie kiasi kidogo cha hiyo mali uliyotaka kumpa. Kwa hiyo unaona hapo mtumishi wa Elisha anamsaliti nani? Anamsaliti bosi wake, anamsaliti Elisha kwa tamaa ya kupenda fedha. Na Biblia inataja kwamba kuna fedha ya aibu, kuna kupenda fedha ya aibu. Wanafurahia tu zile fedha au ule unaonekana kama ni msaada, bila kujua kwamba kuna hila gani. Na ndipo inapofika sasa, labda wakati wa uchaguzi, yule mtu anataka sasa, kulingana na alivyowachangia, mumuunge mkono, hata kama zile fedha alizipata isivyo haki, akawapa nini. Mungu atusaidie sana. Anasema umepata mapato kwa kuwadhulumu jirani zako, nawe umenisahau mimi, asema Bwana Mungu. Yaani huyu badala ya yeye kupata mapato kutoka kwa Mungu, amemsahau Mungu, anaanza kutafuta mapato hata yale ambayo hayampendezi Mungu. Amemsahau Mungu kwamba Mungu anaweza akamsaidia na kumwezesha. Mungu atusaidie sana. Na kwa sababu siku hizi maandiko yanasema kwamba wengi watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu, hiyo roho ya usaliti na inafanya kazi. Wacha Mungu kuzidiwa na waandishi na Mafarisayo. Yesu akawaambia wanafunzi wake, haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo hamtaingia. Haki ya kanisa inazidiwaje na watu wa nje, walio nje ya ufalme wa Mungu, ambao hawajaokolewa, au kwa maneno mengine wanaitwa wana wa giza? Tayari tumeshaona ule mradi wa ujenzi wa mnara wa Babel pamoja na ule mji, kwamba ulibuniwa tu na watu ambao hawakuwa wanamjua Mungu, na tunaona walikuwa kinyume na neno la Mungu. Lakini kitu ambacho walikuwa nacho ni ule umoja waliouonyesha, ule mshikamano ambao waliuonyesha ulikuwa ni wa kushangaza. Mshikamano ambao wakati ule hata watu wa Mungu wanaomtegemea Mungu hawakuwa nao, hawakuweza kushikamana kama hivi. Sasa Yesu pia alisema wana wa giza ni werevu kuliko wana wa nuru. Yaani wakati watu wa giza, Mtume Paulo analisifu kanisa la Korinto kwamba lilikuwa na karama zote, halikupungukiwa na karama zote, lakini lilikuwa limefarakana. Kulikuwa na mafarakano, kulikuwa na matengano, hakukuwa na umoja. Na kwa sababu hiyo kanisa la Korinto likashindwa, pamoja na kuwa na karama zilikuwa zinatenda kazi, lakini kuna matendo maovu yalikuwa yanaendelea kwenye ile kanisa, kama zinaa. Mtume Paulo anasema zinaa iliyokuwepo kwenye kanisa la Korinto hata kwa mataifa haikuwepo. Lakini kungekuwa na umoja wa kweli wa kanisa la Korintho,
hayo yote yasingeweza kutokea. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hivyo ndivyo baadhi ya vikwazo ambavyo vinaondoa umoja ndani ya kanisa na ndani ya taifa lolote lile. Na baada ya kujua hivyo vikwazo katika kila eneo, inabidi sasa, kama ni roho ya kutamani na kupenda fedha, inabidi kuikataa hiyo roho. Kama ni roho ya kupata mapato ya udhalimu, ni kuikataa hiyo roho, na badala yake ni vema kumtegemea Mungu, ni vema kumtumaini Mungu. Na yale yote ambayo tumeyaona, Mungu ametuonyesha yale ambayo yanatufanya tusiwe na umoja. Tunapoyatambua ili tuchukue hatua katika kila eneo ambalo tunaona kuna tatizo, na tukilitendea kazi, Mungu atatusaidia, au Mungu atalisaidia kanisa, Mungu atalisaidia pia taifa letu, na itawezekana, hatutazuiliwa na jambo lolote. Haleluya. Kama vile Mungu alivyosema, hawa kwa sababu wana umoja hawatazuiliwa na jambo lolote. Umoja ni nguvu, na tunapoungana, hata kama sisi tunaonekana ni wanyonge, lakini tunapokuwa tumeungana tunaweza kufanya mambo makubwa. Haleluya. Kama wakati ule wa Nimrod waliweza kufanya mambo makubwa, na yale waliokuwa wanafanya ilikuwa kinyume na neno la Mungu, hayakuwa na uwezeshaji wa Mungu, hayakuwa na kibali cha Mungu. Je, sisi ambao tunafanya mambo ambayo yana kibali, yamepata baraka zote za Mungu, ni lazima Mungu atakuwa upande wetu, ni lazima Mungu atatupigania na kutusaidia, ni lazima Mungu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa leo. Asante kwa sababu unaendelea kutuhimiza na kututaka tuwe na umoja, na tunapoungana ndipo utakapoweza kufanya mambo makubwa na kutozuiliwa na jambo lolote. Nisaidie kanisa lako Bwana wa majeshi kuwa na umoja wa kweli ambao Yesu Kristo uliuomba, ule umoja wa kweli uliokusudia, umoja usiokuwa na unafiki, umoja usiokuwa na ila. Tunaomba Bwana wa majeshi ukawe kwa kanisa lako kama ulivyokusudia. Tunaomba hata kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, wakati huu ambapo tunashuhudia mgawanyiko mkubwa unaojitokeza, unaoondoa mshikamano wa kitaifa, unaoondoa umoja wa kitaifa kutokana na mambo mengi yaliyotokea na yanayoendelea kutokea. Lakini Mungu, tunakuhitaji, tunakualika katika taifa letu la Tanzania, ukaturejeshie yale yote ambayo yamepotea, hata umoja ambao umepotea. Mungu una uwezo wa kuurejesha ili tuweze kuishi maisha ya ushindi, tuweze kufanikiwa na kuwa na maisha ya ushindi pasipokuwa na umoja. Tusaidie tuwe na ule umoja wa kweli, hasa katika mambo ambayo ni mapenzi yako. Ule umoja wa kiungu ndio ambao tunauhitaji katika taifa letu, lakini ule umoja wa kishetani tunaendelea kuupinga na kukataa katika jina la Yesu, ukapate kushindwa. Hauna mamlaka wala sehemu, hauna mamlaka wala sehemu katika nchi yetu ya Tanzania na katika ulimwengu na katika mataifa yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwema, tuendelea kutusaidia tuweze kushikamana, tuweze kuwa na mshikamano wako kuanzia ngazi ya familia na kuendelea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwema, tunakushukuru, tunakurudishia sifa na heshima. Wewe unayeweza kutuwezesha kuwa na umoja wa kweli na kukamilisha huo umoja ambao utakuletea wewe Mungu tukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kushukuru.
Amen. Tawatamkia maneno ya baraka. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Na Mungu awabariki.